Ndugu mgeni rasmi, tunayo zawadi nyingine ya wanachama wa vyama mbalimbali vya siasa wameamua kurudi Chama cha Mapinduzi. Kwanza kabisa tunao viongozi wa vyama vya ACT Wazalendo na Chadema. CCM oye! Baada ya maneno hayo basi, karibu sana ndugu viongozi na wanachama wa vyama vingine kumkabidhi kadi katibu mkuu. Haya, asante sana. Baada ya hapo tunao wale viongozi wanachama kutoka Songea mjini, karibuni sana, ambao wanarejesha kadi. Karibuni sana. Sio tu kwamba wanarudisha kadi, maana wanarudisha kadi na vifaa vingine. Viko katiba, viko vitambaa, sijui vinaitwa bendera, sijui vyote, maana yake wanahaulisha. CCM oye! Ndugu zangu, mimi naitwa Halifa Jaffa Mtukula. Mwaka 2010 nilikuwa katibu mwenezi wa tawi la Ruvuma chini, tawi la mama yangu Mama Msongozi pale. Mimi ndio nilikuwa katibu mwenezi wa Chadema na nilipata mwenyekiti wa mtaa kipindi hicho 2010, mheshimiwa katibu. Lakini 2015 tuliyafanikiwa, mimi nikiwa katibu mwenezi wa kata ya Ruvuma, kumpata diwani kupitia Chadema. Lakini mwaka huo niliteuliwa kuwa mratibu wa vijana. Mheshimiwa katibu, ni kuombe radhi, mimi ndiyo nilioandaa maandamano yaliyoligharimu taifa. Ndugu zangu, Mheshimiwa katibu mkuu, nimewiwa kuingia CCM kwa mambo mawili tu, mengine yote nasema muda hautoshi, na kwa sababu nimeingia tutapata wasaa wa kuelezana, lakini nimeona niazungumze haya mbele ya katibu mkuu wa chama. Mheshimiwa katibu mkuu, jambo la kwanza ambalo limenifanya nitoke Chadema ni no reform, no election. Na ninapozungumza haya, kaka yangu Peter Msigwa kwenye mkutano wa mwisho wa soko kuu pale Songea, tulikuwa pamoja, nikashangaa mwenzangu, umeiacha maji tu, mimi samaki sina maji sasa. Kwa nini nimesema no reform, no election? Kuna uongo unatengenezwa kwenye taifa hili, tusipouangalia inaenda kuwa ni hatari kwenye hili taifa. Kiongozi wa chama ninachotoka anasema pasipokuwa na mabadiliko hakuna uchaguzi. Sijui mnaelewa maana yake? Haya ni maneno ya vita, kwa sababu anayetangaza maneno haya hana mamlaka ya kikatiba ya kutangaza maneno haya. Chama hiki kinaendeshwa kwa mujibu wa katiba, kanuni na miongozo ya katibu mkuu. Yeye anasema kama hakuna hivyo vitu hakuna uchaguzi. Niwaambie kitu wana Chadema na wote ambao mnaamini uwepo wa vyama vya upinzani nchi hii, kitu kimoja tu leo, kwamba ukisema kwamba hakuna majadiliano, hakuna uchaguzi, tafsiri yake umekubali kushindwa kabla ya uchaguzi.
miaka michache kidogo nyuma hapa, Chadema wilaya ya Songea, hususan jimbo la Songea mjini, iliwahi kupata madiwani 8. Swali langu nilijiuliza, hawa madiwani 8 Chadema ilipata ikiwa na katiba gani? Lakini Chadema iliwahi kupata wabunge wengi pale bungeni. Wale wabunge Chadema walipata wakiwa na katiba gani? Jibu linakuja ni katiba hii wanayosema mbovu. Yaani wameshindwa maarifa ya kuingia kwenye uchaguzi, leo wanasema ibadilishwe katiba. Wakati Mama Samia anahangaika na afya za watu, wakati Dr. Nchimbi anahangaika na maendeleo ya watu, wao wanahangaika tufanye kazi ya kubadilisha katiba kipindi hiki cha karibu na uchaguzi. Hawa wameshindwa, Mheshimiwa Katibu Mkuu. Mheshimiwa Katibu Mkuu, wale waliokuwepo pale, mimi huwa nawafananisha na nyuki wenye uwezo mkubwa walioikoleza asali, wakiwa pamoja na malikia wao Samia Suluhu Hassan kuifanya Tanzania hii kuwa Tanzania yenye kivutio kikubwa. Asante sana. Na baada ya hapo naomba nimkaribishe mwenyekiti wa BAWACHA, baraza la wanawake nadhani Chadema. Kwa majina anaitwa Fatuma Rashidi Machemba, natokea Songea. Mimi Mheshimiwa Katibu Mkuu namuita ni zawadi ya Wanaruvuma. Mama ametupa zawadi Wanaruvuma, si ndio jamani? Basi nashukuru sana, nimewiwa na kazi ya mama. Kwanza nataka nimpongeze, mapongezi mengi sana sana sana. Lakini pia nitawapongeza wabunge wa majimbo ya hapa mjini, wako vizuri jamani, mji unang'aa ung'ai. Unang'aa ung'ai. Basi asanteni sana, na mimi nimepiga hodi, naombeni mnipokee. Asante.